Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika siku 10 za maombi nikaribisha kwenye somo ya leo, siku ya 3, inayozungumzia kuhusu kutana na Yesu pale anapotushangaza. Kutana na Yesu pale anapotushangaza. Fungu elekezi ni kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Yesu hakuacha wanafunzi wake bila tumaini lolote, kwa sababu alipojiandaa kupaa kwenda mbinguni walikuwa na hofu, lakini akawapatia maneno ya tumaini. Kabla ya kupaa mbinguni aliwaahidi waziwazi kwamba angerudi tena. Katika Yohana sura yake ya 14:1 hadi 3 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu, niamini mimi vile vile. Kwa hivyo mahali ninapokwenda na waandalia makao, lakini baada ya kumaliza nitarudi tena. Yesu anasema anaenda kuandaa mahali kwa ajili ya wale wanaompenda, kwa wale ambao wamepokea kwa Bwana mkombozi wa maisha yao, na kwamba atarudi kuwachukua ili wawe pamoja naye milele mahali alipo au wawepo vile vile. Katika Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza 9 hadi 11 wanafunzi wanamwona Yesu akipaa mbinguni akifunikwa na wingu, na malaika walikuwa hapo wakihakikishia kwamba Yesu huyu atarudi tena kwa namna ile ile alivyopaa kwenda mbinguni, kwa sababu kwa hivi atakapokuja kila jicho litamwona. Ujio wake hautakuwa wa siri, bali ni wa wazi, wa utukufu na wa kushangaza. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, jiandae kwa ujio wake mara ya pili unapoishi katika mwaka huu 2026. Kwa hivyo katika maombi yako ya kipekee, wakati wa pekee pamoja na Mungu, chukua muda mfupi kwa ajili ya kuomba Mungu aandae moyo wako kwa ajili ya kukutana na Yesu. Hivi karibuni anakuja. Omba uwe tayari kila siku, si kwa hofu bali kwa tumaini na furaha, kwa sababu ujio wa Yesu mara ya pili ndiyo tumaini letu lenye baraka. Wewe pamoja na familia yako, marafiki, tafakarini pamoja, ujiulize, je, tunaishi kama watu wanaomngoja Yesu? Ujio wake utakuwa wa ghafla kama mwivi, kulingana na Mathayo 14:42 hadi 44. Lakini wale walio tayari hawatashangazwa kwa hofu bali kwa furaha. Je, utakuwa miongoni mwa wale ambao watapokea ujio wake na furaha? Kama familia ya kanisa, usikose kujiunga na watu wa kanisa. Ombeni pamoja muweze kuishi maisha ya kuamka, kujiandaa na kushuhudia, mkidai uwepo wa Roho Mtakatifu siku baada ya siku katika maisha yenu. Ujumbe mkuu wa somo la 3 ni kwamba Yesu aliyepanda kuenda mbinguni atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na anaandaa mahali kwa ajili yetu, nasi tujiandae kukaribisha kwa maisha ya uaminifu, ya tumaini na upendo, hasa sana tunapoishi mwaka huu 2026. Tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo, kwani umetuahidia kwamba unaenda na utarudi tena. Tupatie neema ya kujiandaa jinsi unavyotuandalia nafasi, nasi pia tujiandae kwa kupokea. Tunaombea watu 10 ambao huyu mtu anawaombea pia, wasafiri wote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare.